Father, we thank you in the name of Jesus. Speak to us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Have your seat. God bless you. You are wonderful people. And this is a wonderful also morning. Now, how can we call the teaching this morning? What can be the title according to you? We have just read here. We have one guy who is from the Gentile. He's a believer of Jesus. He's praying to God. He's even giving to the poor. But he's not a Jew. So, one day, he's going to see an angel appear in his house around 3 p.m. in the evening. And then this, are you powerful? Yes. Can we continue? Yes. Because I have not started preaching. Now listen. The angel entering his house around 3 p.m. telling him that your prayers have been heard. I've come with the answer. Now send some people to Joppa. Bring somebody called Peter. And then he was going to tell you what to do. And then he sent people to go and see Peter. Now, look at what God is doing. The Bible says Peter became hungry and wanted to eat something. Now look, when you look at the kingdom, when you look at the things of God, wow, this hunger, was it normal or was it from God? The Bible says Peter became hungry and wanted to eat something. Look how God is operating. He just brings something in for a purpose, not because Peter wants to eat, but because God has a message you want to communicate to Peter. So he said, can you make me something to eat? As they are making something for him to eat, he went upstairs and slept in the room that he was given. Hallelujah. Amen. Now, you know, it is just amazing that in the church, in the early church, there were some people who are strong and powerful, isn't it? Kweli ama hapana? The Bible says this man, his house was beside the sea. It means this was somebody powerful. Point number 2. He had a powerful house. Up to the point that Peter will go upstairs to sleep. The church needs to have all these people on board. People God has blessed. You don't say amen. So you want the church to have only crippled people. I say all these people are needed in the kingdom of God. The house was beside the sea. When you go to Mombasa and beside the sea, you are going to see houses of people who are in charge. People are blessed. You don't get a house there. So this guy was there, a disciple of Jesus, blessed and loaded in the name of Jesus. In these days, you can build a flat mansion, powerful, so that the apostle can be given a room upstairs. Now, he is relaxing there as a powerful meal is being prepared outside. So there the Bible says he got a vision. He went into a trance and then he saw something.
hakukuwa katika hali ya maombi, he was sleeping. As he was sleeping, went into a trance. Trance now, you know, you understand. So there, what is he going to see? He's not going to see a mat. It's coming down. Inside the mat, you have all sorts of animals, reptiles, you know, you can call frogs, lizards. Even a snake is a reptile. All those sorts, they were plenty. And then the basket is coming down. And then the voice told him, Peter, this is a wonderful meal, you know. Take these reptiles. Cook, eat. They are eatable. He said, no, these are not eatable. It is impossible. I've never eaten this before, and I cannot eat this today. In my culture, it is forbidden. I grew up a Jew. I've never eaten, you know, frogs or lizards or reptiles. According to the law of Moses, these are forbidden animals. And also some birds that were unclean. And then God said, okay, now, slaughter, kill. Cook and eat, they are nice food. He said, no, I can't eat this. I've never eaten it before. So the mat came for the second time. And also for the third time. So after the third time now, he woke up. And then he had the people speaking downstairs, asking for somebody called Peter. And then he woke up, went down. Who are you people? They told him, we are coming from Cornelius. He's a centurion. He's a Roman. And he's the leader of the army. So he has sent us to you. He got a vision. So they told him the vision. Wow. So automatically he connected with the vision he just received. And knew that God was calling him to a mission among the Gentiles. So he came down, told people, okay, you're going to sleep here today, and tomorrow we travel. So they slept there, and tomorrow they traveled. So arriving there, Cornelius, when he saw him, went to receive him and knelt down. Peter said, don't kneel down. Stand up. Let's go to your house. You see, to respect men of God, that's how you get their blessing. Today we have people who do not respect men of God, but they want their blessing. A man of God, it doesn't matter he's empty-handed. When you look at him, he has nothing. This man has your blessing. Say amen. Amen. There are people who can even give themselves into criticizing the men of God. What you do not understand, leave it alone. That's all. Because sometimes you may not understand certain things. And when you do not understand, just shut up. That's all. Because there are people who criticize the servant of God. Try to imagine you criticize your pastor, and then in his room, in his bedroom, you don't sleep there. He will kneel down, pray for you, maybe mention your name without you knowing. Now, when he prays for blessings, you don't receive blessings.
Because you are not in the same spirit. Kwa sababu hamko katika roho moja. You understand? You aren't in the same spirit. Hamko katika. So it's good to be in the same spirit. Ni vema kuwa katika roho moja. If you have anything Kama kuna kitu chochote against your pastor, ambacho ni kinyume na mchungaji wako, go and tell him. nenda ukamwambie. Macho kwa macho, vis-a-vis. Tell the pastor, this is what I think, this is what I feel. You know. And you pray together. And God will bless you. The Bible says, this man who was a Gentile knew how to respect an apostle. He doesn't have a pastor. He's just serving God on his own. You're just, let's say, a good person. But in his mind, being a Roman, being a pagan, he understood that to respect an apostle, a man of God, it's worth it. So went and knelt down. Peter said, don't kneel down. Your knees belong to the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. So rise up. Let's go to your house. So after entering the house, he now narrated what happened. And then Peter started explaining how Jesus of Nazareth went from city to city, doing what was good, healing the sick, blessing people, teaching the gospel. As he was still preaching, the Bible said the Holy Spirit came upon Cornelius and his household. They spoke in tongues. They were filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is good. I want to hear a good amen. The Holy Spirit is good. We have people who do not speak in tongues. Why are you not speaking in tongues? You should be speaking in tongues. In your house, in the night. When you speak in tongues, you speak mysteries. When you speak in Kiswahili, the devil will hear what you are saying. When you pray in Kikamba, the devil knows Kikamba will hear it. You pray in Maragori. Is it Maragori? You pray. Which language is that? Is it? Oh, You pray, the devil will hear Kiluya. But when you pray in tongues, the devil is confused. He doesn't know what you are saying. You communicate straight to the Father. And the Holy Spirit knows your needs, even your hidden desires, even the things you yourself don't even know. The Spirit knows. So he is going to intercede for you. He knows your life. He knows your way. He knows where you are, where you are coming from, and where you are going. He is the Spirit of God. Some of them were just disciples. Some of them were elders and leaders in the church. So they called Peter and told him, sit down. You have to give us an account. We hear that you have taken the Holy Spirit to the Gentiles. The complication of grace. Grace is a subject that is very complicated. Very, very complicated. Not just in our days. Even in the days of the early church, people fought to understand grace. It was a very complicated subject. Even today, grace is complicated. People have come to a place where they understand grace. No, they have not. They are still fighting, trying to get to understand what it means. This is the church of Jesus.
This is the mother church Hii ndio kanisa ya Kristo ile ya kwanza. in Jerusalem, Kule Yerusalemu. where you have James Mahali ambapo kuna Yakobo. sitting as a leader of the church. Amekaa kama kiongozi wa kanisa. You also have all these people. Na kuna watu hao wengine wote. And remember that just a common disciple cannot summon Peter. Nakumbuka tu mfuasi wa kawaida hawezi kumuita Petero akamuuliza maswali. Bwana asifiwe. Amen. This is a major apostle. Huyu ni mtume mkubwa. So the people who could summon somebody like Peter are those apostles. Watu tu ambao wangeweza kumuita Petero na wakamuuliza maswali ni wale mitume wengine. Those big people. Wale watu wengine wako. They say, come sit down. Wakasema njoo kaa chini. What is this that we are hearing? Je, ni nini hiki tunachokisikia? You have gone to the Gentiles. Wewe umeenda kwa watu wa mataifa. And you have given them the Holy Spirit. Na umewapatia Roho Mtakatifu. You have eaten with these people. Umekula na hawa watu. What is happening? Je, ni nini kinachoendelea? So they could not understand grace. Hawangeweza kuelewa neema. They thought that the kingdom of God, Walifikiri kwamba ufalme wa Mungu, people do enter heaven watu kuingia mbinguni because of what they are, wanaingia kwa kile walicho, or because of where they are coming from, ama wanaingia kwa sababu ya kule or wanapotokea, because of what they are doing. ama kwa kile wanachokifanya. But the people are not entering heaven Lakini watu hawaingii mbinguni because of what they are doing. kwa sababu ya kile wanachokifanya. They are entering heaven Wanaingia mbinguni because of what Jesus did. kwa sababu ya kile ambacho Kristo alikifanya. This is very clear. Hii iko wazi. Listen and listen well. Sikizeni na msikize vema. If we don't reach a place where we understand grace, Kama hatutafika mahali ambapo tutaelewa neema, it means that we are in trouble. inamaanisha tuko katika shida. Even our faith is in trouble. Hata imani yetu iko katika Our shida. foundation is in trouble. Msingi wetu uko katika shida. Listen and listen well. Sikizeni na msikize vema. Jesus was born Yesu alizaliwa while the law existed several years ago. chini ya sheria kama bado iko miaka mingine. Remember, the law came with Moses, Kumbuka kwamba sheria ilikuja na Musa and grace came with Christ Jesus. na neema ikakuja na Kristo. So the law existed long time ago. Sheria ilikuwepo miaka mingi kabla ya Kristo. Despite the presence of the law on earth, Licha ya sheria duniani, the law failed to provide salvation. sheria ilikosa kuleta wokovu. I repeat again, Narudia tena. the law failed to provide salvation. Sheria ilishindwa kuleta wokovu. The law could not provide salvation. Sheria haingeweza kuleta wokovu. Even Moses, the giver of the law, Hata Musa mpeana sheria could not see the promised land. hakuona mji wa ahadi. Why? Kwa nini? Because he annoyed God. Kwa sababu alimkasirisha Mungu. He didn't do that which God wanted him to do. Hakufanya kile ambacho Mungu alitaka akifanye. That's why when he died, Ndio kwa sababu alipofariki, Jude is writing to us. Yuda anatuambia, He says that the devil came to claim his body. anasema kwamba shetani alikuja akidai mwili He wake. says, I have to carry him, I have to go with him. Akasema lazima nimbebe niende na yeye. This is my follower. Huyu ni mfuasi wangu. Why? Kwa nini? He has broken the Kwa law. sababu alivunja sheria. I have to take him. Lazima nimchukue. So God had to release Michael Mungu ilimbidi amwachilie malaika to come and fight aje akapigane for the body of Moses. kwa mwili wa Musa. That's where the Bible Ndio says, kwa sababu Biblia inasema, he told the devil, alimwambia shetani, God rebukes you, Mungu akukemewe, so that he can go with the body of ili kwamba Moses. akaweze kwenda na mwili wa Musa. Hallelujah. Amen. If the giver of the law, Kama mpeana sheria, the one who stayed with God yule aliyekaa na Mungu 40 days and 49 siku 40 usiku na mchana in the mountain, katika mlima, seeing things akiona mambo that human beings have never seen before, ambayo wanadamu hawajawahi kuona wala, up to the point mpaka akafikia of mahali seeing the body of God from behind, kuona mwili wa Mungu kunyuma, how God looks like. jinsi Mungu anavyofanana. My God. Yeah, Mungu wangu. These are mysterious people on earth. Huyu ni mtu wa ajabu hapa duniani. But despite that, Lakini licha ya yale, the law was tough, was hard on him, sheria ilikuwa ngumu kwake, that he could not manage. ili kwamba hangeweza kuimudu. Hallelujah. Amen. Now listen. Sikizeni, If he entered heaven, kama aliingia mbinguni it is by the grace of God. ni kwa neema ya Mungu. That's why God told the devil, Kwa sababu Mungu alimwambia I shetani, will save whoever I want to save. nitamwokoa ninayetaka. So you cannot judge what I'm doing. Hauwezi kuhukumu ninachokifanya. Get lost. Potelea mbali. Michael told him, Mikaeli God akasema, rebukes you. Mungu akukemee wewe. Grace Neema is just a mystery. ni siri. Grace is
fantastic. Neema ni kitu cha ajabu. It is easy when it is spoken. Ni rahisi ikinenwa. But to understand grace, Lakini kuelewa neema, what it carries, kile ambacho inabeba, it has been difficult imekuwa vigumu throughout the ages. miaka hii yote. People have fight to understand grace, Watu wamepigana kuelewa neema, but they don't understand it. lakini hawaielewi. You can only understand it partially Unaweza tu kuielewa kwa as chache, God reveals to you. kama jinsi Mungu anavyokuonyesha What wewe. did we say? Je, tulisema nini? We said the grace Tulisema neema is a divine endowment. ni kutiwa nguvu kwa kiungu. It is a divine acceptance. Ni kukubalika kwa kiungu. It is a divine selection. Ni kuchaguliwa kwa kiungu. God accepts you. Mungu anakukubali. God selects you. Mungu anakuchagua. God commissions you. Mungu anakupatia kazi. God sets you aside. Mungu anakuweka kando. God appoints you. Mungu anakuchagua. It is a heavenly appointment. Ni kuchaguliwa kwa kiungu. God appoints you. Mungu anakuchagua. It's not by what human think. Sio kwa jinsi ambavyo wanadamu It's wanafikiri. not by what human say. Sio kile ambacho wanadamu wanasema. People will always judge you Watu kila wakati watakuhukumu in terms of their culture. kulingana na sheria yao. Remember, Kumbuka, Peter says, Petero anasema, I've never eaten anything unclean before. sijawahi kukula chochote kichafu hapo awali. I cannot eat anything unclean. Siwezi kukula chochote kichafu. It is forbidden. Imekatazwa. It is in the law. Iko katika sheria. I cannot break the law. Siwezi kuvunja sheria. My God. Mungu wangu. That is the culture. Hiyo ndio tamaduni. You know, when we were brought up, Tulipokuwa tunakuzwa, we were brought up by people who didn't understand the grace of God. tulikuzwa na watu ambao hawakuelewa neema ya Mungu. We were brought up by people who could only understand the law. Tulikuzwa na watu ambao walikuwa wanaelewa tu sheria. The principle of the law. Kanuni za sheria. That you are a child of God Kwamba wewe ni mwana wa Mungu because you do ABCD. kwa sababu unafanya hiki na You're kile. going to see heaven Utafika mbinguni because you do kwa sababu ABCD. ya hiki na kile. Things don't work that way. Mambo hayafanyi kazi namna vile. I cannot eat this. Siwezi kula I hiki. can't eat a reptile. Siwezi kula I mnyama can't huyu. eat a lizard. Siwezi kula I mnyama can't eat a frog. Siwezi kula mnyama I huyu. can't eat a snake. Siwezi kula mnyama I huyu. can't eat a raven. Siwezi kula mnyama huyu. It is written. Imeandikwa. I cannot eat an eagle. Siwezi kula I mnyama. cannot eat. Siwezi kula. Why? Kwa nini? The law Sheria has forbidden me from eating these things. imenikataza nisikule hivi vitu. I cannot eat. Siwezi kula. When grace comes, Wakati neema inakuja, it qualifies you. inakuhitimisha. Whatever that was uneatable Kile ambacho hakikuweza becomes eatable. kulika, kinaweza kulika sasa. Grace qualifies you. Neema inakuhitimisha. It's just that I'm speaking to people. I don't know if they are in this church or you're outside. Me, I don't know. Mimi sijui kama mko hapa ama mko nje, sijui. I don't know. Sijui. I say Nasema grace qualifies you. neema inakuhitimisha. That alone Hiyo tu pekee is enough inatosha for a child of kwa God mwana wa Mungu to stand on his feet. kusimama kwa miguu yake. Ajabu sana. Ama namna gani? It's amazing, isn't it? Ni ajabu. Try to imagine somebody boring sitting before God. Somebody is sitting here before God. And then God is speaking. Mtu amekaa mbele ya God is telling you ananena, Mungu or anakuambia. telling me. Ananiambia mimi. You know what, Yoka? Unajua nini? Grace qualifies you. Neema inakuhitimisha. Ni kitu kaniko mzuri kuliko hiyo. What is it? Je, ni nini kile What is better ambacho ni bora than to hear kupita that the kusikia grace of God ya kwamba neema has qualified me? imenihitimisha. Do you know what it means? Je, unajua inamaanisha Do you nini? know what it means? Je, unajua inamaanisha nini? Nyinyi mlikuwa wakora. Yes, you and your parents, Nyinyi na you watu and wenu. your ancestors, Nyinyi na wale mababu you are wenu. criminals. Mlikuwa wakora. You are disqualified. Mlikuwa hamujahitimu. You are going to hell. Mlikuwa mnaenda kuzimu. And then Jesus comes Kisha Kristo anakuja without you paying. bila nyinyi kulipa. He tells you Anawaambia that my grace ya kwamba neema yangu has qualified you. imekuhitimisha. You a frog, Wewe chura. you a lizard, Wewe lizard. you a snake. Wewe nyoka. Do you know that is how Hivyo ndivyo the Jews Wayahudi saw us, walituona sisi, the Gentiles. watu wa mataifa. They said this cannot enter the kingdom. Wakasema huyu hawezi ingia ufalme. They judged us
according to the law. Walituhukumu kulingana na sheria. They say this is bure. Wakasema hawa ni bure. Try to imagine an apostle. Jaribu kutafakari mtume. That when he is walking, ya kwamba wakati anapotembea, his shadow kivuli chake can heal the sick, kinaweza kuponya, make the lame walk. kinawafanya vilema watembee. He is called to judgment. Ameitwa ahukumiwe. Sit down. Kaa chini wewe. You need to tell us. Unahitaji kutuambia. We know you are Peter. Tunajua wewe ni Petero. We know you do miracles. Tunajua unafanya miujiza. But you have gone so far. Lakini umepita mipaka. You have broken the law. Umevunja sheria. You have sinned. Umetenda dhambi. Tell us. Tuambie. How could you? Je, uliweza aje kufanya hivyo? You know, in the kingdom, there is always fake brothers and fake sisters. So some of these fake brothers and sisters are the people who accompanied Peter. Remember, he didn't go alone. Hakuenda peke yake, alienda na ndugu wa kike na wa kiume. Wandugu. Yes. They accompanied him. Walitembea so pamoja naye. These fake brothers, hawa ndugu wa kiume na kike, when they went back to Jerusalem, waliporudi kule Yerusalemu, they spread the news. Wakaenda wakaanza kusambaza. You know what? Unajua nini? He entered in the house of Cornelius. Katika nyumba ya Cornelio. Even all of us. Hata sisi wote. You know, he is the leader. Unajua yeye ndio kiongozi. We followed him. Tulimfuata. We ate. Tulikula. And the things we ate. Na vile vitu ambavyo tulikula. Okay, you know what? Unajua nini? You can see people today. Unaweza kuwaona watu leo. They tell you I cannot eat nguruwe. Wanakuambia siwezi kula nguruwe. Because nguruwe is unclean. Kwa sababu nguruwe ni mchafu. Know that such a person is under the law. Jua kwamba mtu yule ako chini ya sheria. If you invite somebody in your house, ikiwa utamkaribisha mtu katika nyumba yako, you present food, ulete chakula, and then the person start asking you questions. Kisha mtu anaanza kuuliza maswali. What one is this one? Hii sasa ni gani hii? The law of Moses. Sheria ya Musa. A child of God, mwana wa Mungu, if I go where people eat snakes, mahali watu wanakula nyoka, I see snakes. Nione nyoka. They're in a bowl. Iko katika kisahani. And vitunguu. Na vitunguu. Hallelujah. Amen. They are put there and tomatoes. Wameweka pale na nyanya. What am I going to do? Nitafanya nini? And you are a missionary. Na wewe ni mtembezi. You refuse their food. Unakataa chakula chao. They refuse your gospel. Wanakataa injili yako. Yes, so you refuse their food. Ukikataa chakula chao, they refuse your gospel. Wanakataa injili yako. For them to know that you appreciate them, you love them. Ili kwamba wao wajue kama unawatambua na unawapenda. Unaangalia vipande vya nyoka iko hapo kwa sahani. Yes. Wewe wa maina wewe. Vipande. Wanakuambia, you know, this is the powerful sauce that we make for powerful guests like you, you know. Hii ndio supu ile tamu ambayo tumetengenezea wageni. You are an amazing guest. Wewe ni mgeni wa ajabu. That's why we have made this one. Kwa sababu tumetengeneza hii kwa ajili yako. Vipande. Yes. Unaangalia. Oh, nzambe na mikali na moto. Listen, man. Listen. Sikizeni. When we talk about grace, tunaponena kuhusu neema, grace will take something neema itachukua kitu that doesn't deserve, ambacho hakistahili, and then make you deserve. Kisha akakufanya wewe ustahili. Grace. Neema. Grace will take what has been rejected and then bring you at the table. Grace. Grace. So grace is something amazing. That's why I'm telling you. It is complicated. It has different faces that many people do not understand. By believing in the law, the Bible says nobody shall be saved by the observation of the law. Because the law is just too much. It's broad, it's big. When we talk about laws, don't think it is about the 10 commandments of Moses. No. The law is too much. You break somebody's arm, they break yours. That's the law.
You steal, unaiba, they cut your hand. wanakata mkono wako. How many times have you stolen? Je, umeiba mara ngapi? And you still have your two hands. Na bado uko na mikono yako miwili. Maybe you are going to say, I've not stolen. You have stolen tithe so many times and still have your hands. Wengine wanasema sijawahi kuiba, lakini umeiba zaka mara nyingi, lakini bado uko na mikono. So if you try to steal tithe just once, ukijaribu kuiba zaka mara moja tu, it's enough imetosha for your hands to be cut, to be removed. Kutolewa, kukatwa. That's the law. Hiyo ndio sheria. Hallelujah. Amen. So grace is amazing. Neema ni ya ajabu. It qualifies you. Inakuhitimisha. It equips you. Inakupatia silaha zote. You know, it empowers you. Inakutia nguvu na uwezo. It gives you access. Inakupatia njia ya kuingia. You enter the things of God unaingia katika vitu vya Mungu that you do not deserve. vile ambavyo haustahili. But you enter there. Lakini unaingia mahali pale. You get access. Unapata njia ya kuingia. You sit down. Unakaa chini. With the my God. Hallelujah. You sit at the table of God. Unakaa katika meza ya Mungu. Grace. Neema. Now, my point today jambo langu is to let you understand kufanya wewe uelewe that Jesus came kwamba Kristo alikuja with grace. Na neema. But Moses came with the law. Na sheria. And if the law was perfect, na kama sheria ilikuwa Jesus could not have come. Yesu hangekuja. Jesus came Yesu alikuja because the law failed. Kwa sababu sheria ilishindwa. The purpose why God sent the law kusudi ya kwamba Mungu alituma sheria was misunderstood. Ilikosa kueleweka. People didn't get it. Watu hawakuelewa. They thought walifikiri by the observation of the law kwa kufuata sheria they can please God. Wangeweza kumpendeza Mungu. But God is too much. Lakini Mungu ni zaidi. That even by the observation of the law ilikuwa hata ukifuata sheria it was difficult. Ilikuwa ni vigumu. That's why when you read the scripture, kwa sababu unaposema even the teachers of the law, hata wale people like Nicodemus watu kama Nicodemus will go to see Jesus in the night. Usiku kumuona Kristo. What can I do to be saved? Je, nitaweza kufanya nini niokolewe? We know you are coming from God. Tunajua wewe unatoka kwa Mungu. We cannot confess it openly. Hatuwezi kukiri waziwazi. Because of the Jews. Kwa sababu ya Wayahudi. Because of our culture. Kwa sababu ya tamaduni zetu. Because of our systems. Kwa sababu ya mfumo wetu. But we know. Lakini tunajua. Secretly we know. Katika siri tunajua. We do speak to ourselves. Tunaponena that this man is from God. Tunasema huyu mtu anatoka kwa Mungu. We know you are coming from God. Tunajua unatokea kwa Mungu. We know God sent you. Tunajua Mungu alikutuma. How can I be saved? Je, nitaokolewa vipi? In the night. Usiku. People are sleeping. Watu wamelala. This guy will go to Jesus. Huyu mtu ataenda kwa Kristo. The Bible says in the midnight. Biblia inasema usiku wa manane. Akabisha. People are sleeping. Watu wamelala. Who are you? Wewe ni nani? Well, I'm Nicodemus. Mimi ni Nikodemo. Dr. Nicodemus. Daktari Nikodemo. Because he is known. Kwa sababu amejulikana. He is a celebrity. Yeye ni mtu aliyejulikana sana. He is a powerful teacher. Ni mwalimu mkubwa. A respected man in the community. Katika mji. So Jesus had to wake up for him. Yesu ilibidi amke kwa ajili yake. To attend to him. Ili kwamba akamhudumie. So he woke up. Akaamka. What is it? Je, ni nini? Is somebody dead? Je, mtu amefariki? Is anybody sick? Je, kuna mtu mgonjwa? Oh no. Hapana. I've just come. Nimekuja tu. We know. Tunajua. You are coming from God. Wewe unatoka kwa Mungu. Because nobody can do what you are doing. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya kile except God is with him. Ila Mungu akuwe pamoja naye. So now I've come. Sasa nimekuja. Tell me. Niambie. What can I do? Je, naweza kufanya nini? To be saved. Ili kwamba niokolewe. Get born again. Zaliwa mara ya pili. Which means remove the old man. Ondoa yule mtu wa kale. You know we have in church old men. Tuko na hapa kanisani watu ambao ni wakale. People who have come to Jesus. Watu ambao wamekuja kwa Kristo. But they still wearing that old man. Lakini bado wamevaa yule mtu wa kale. The rigid man. Yule mtu mgumu. The man who resists the word of God. Mtu ambaye anakataa kusikia neno la Mungu. The man who fight the will of God. Mtu anayepigana na they are still rigid. They are there. Ni watu wagumu bado. So get born again. Okoka. That new person. Yule mtu mpya. The person who is flexible. Mtu ambaye the person who obeys God. Kumtii Mungu. The person who follows God's instruction. The person who is teachable. Mtu ambaye anaweza the person who is ready to put aside the old ways. Mtu ambaye ako tayari kuweka mambo ya kale kando. And to embrace new ideas. Na akumbatie mawazo mapya. Hallelujah. Amen. So now, sasa get born again. Okoka.
Jesus. Oh Yesu. Look at me. Niangalie mimi. Look at my age. Angalia miaka yangu. And my mom is already very old. Na mama yangu amezeeka. How can I go back in the womb? Mimi nitaingiaje tena katika tumbo yake mzazi? Grace. Neema. It is very complicated. Haieleweki. Even doctors Hata madaktari of theology, wa theolojia they don't understand grace. hawaelewi neema. Somebody like this guy Nicodemus could not understand. Mtu kama huyu Nikodemo hakuweza kuelewa It's sheria. not about entering in the womb. Si kuingia katika tumbo la uzazi la It's mama. about faith. Ni kuhusu imani. It's about faith. Ni kuhusu imani. You don't teach faith. Haufundishi imani. You don't instruct faith. Haufunzi But imani. you believe. Lakini unaamini. Hallelujah. Amen. You don't teach grace. Haufundishi neema. You don't inform grace. Haufundishi neema. But you believe grace. Lakini unaamini. You accept grace. Unakubali neema. Hallelujah. Amen. So now listen. Sikizeni sasa. When you go to the scripture, Unapopitia maandiko, there is something that made me feel, cry. kuna kitu ambacho kilinifanya nihisi kulia. The Bible talks about somebody. Biblia inanena kuhusu mtu. His name is Trophimus. Jina lake Trophimus. This Trophimus Huyu mtu Trophimus was an Ephesian. alikuwa ni Muefeso. And this man Na huyu mtu was a companion of Paul. alikuwa mfuasi wa Paulo. In his third missionary journey, Katika safari yake ya tatu ya kimishonari, Trophimus accompanied Paul. Trophimus alifuatana na Paulo. Now, when you see that distance from Ephesus to Jerusalem, Unapoona ule mwendo kutoka kule Efeso mpaka kule Yerusalemu, it is more than 5,000 ni kilometers. zaidi ya kilomita 5,000. And then they went. Kisha wakaelekea. Trophimus had heard a lot about the church in Jerusalem. Trophimus alikuwa amesikia mambo mengi sana kuhusu kanisa kule Yerusalemu. The temple where Jesus preached. Mahali ambapo Kristo alihubiri. The temple where miracles happened. Mahali ambapo miujiza ilitendeka. Jerusalem. Kule Yerusalemu. He said to Paul, I want to accompany you. Akamwambia Paulo, nataka niandamane. I want to go with you Nataka niandamane na wewe. in this journey. Katika safari hii. I want to go and see that majestic temple. Nataka niende nione hekalu lile kubwa. I want to go and see those wonderful disciples, Nataka nione apostles. wale wafuasi wakuu, wale mitume. I want the beloved disciple. Yule aliyependwa. I want to go and see these Nataka people. niende nione hawa watu. So he was eager. Alikuwa na shauku. They traveled. Wakasafiri. In some places, Mahali pengine they had to go on foot. walitembea kwa miguu. In some Mahali places, pengine they have to go by the sea. waliingia katika mashua. In some Mahali places, pengine they have to hire horses. lazima wachukue farasi. So they went Walienda several weeks wiki kadhaa until they reached Jerusalem. mpaka walipofika kule Yerusalemu. When Trophimus arrived in Jerusalem, Wakati Trofima alifika kule the Yerusalemu, Bible says Biblia inasema the Jews saw Trophimus Wayahudi walimwona Trofima going around akienda with Paul. na Paulo. As they saw him Walipomwona going around akizunguka na Paulo with Paul, na Paulo, they looked at him. walimtazama. This man Huyu mtu is a Gentile, ni mtu wa mataifa. is a pagan. Ni mtu wa mataifa. So Paul has brought these pagans here Kwa hivyo Paulo ameleta hawa wapagani hapa in the holy city. katika mji ulio takatifu. The following day, Siku iliyofuatia they saw Paul walimuona Paulo inside the church. ndani ya kanisa. He had made a vow Alikuwa amefanya nadhiri and he was praying with 4 people na alikuwa anaomba na watu wanne according to the directives given to him by the apostles in Jerusalem. kulingana na maelekezo ambayo alikuwa amepatiwa na mitume pale Yerusalemu. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? They told Paul, Alimwambia we Paulo, have heard about your gospel, tumesikia kuhusu injili the yako, things you are preaching, yale unayohubiri, and many Jews na Wayahudi wengi are going to hear that you are here. wataenda kusikia kwamba uko hapa. They will come. Watakuja. Now you need to show them Inapaswa that what waonyeshe they heard about you, ya kwamba kile walichosikia it kukuhusu is not true. si kweli. So we want you to take 4 men Kwa hivyo tungelipenda uchukue watu who wanne have made vows. ambao wamefanya nadhiri. They have to shave their heads. Lazima wakate nywele You yao. also shave your Pia head. wewe ukate kichwa nywele Enter yako. with these people, Uingie na hawa watu and then you fast. kisha ufunge, And then at the end of the fast, kisha mwisho wa you are mafungo going to break the fast utaenda kufunga and also your vows. kumaliza mafungo haya na So nadhiri yako. if they see you doing that, Ikiwa watakuona ukifanya they vile, will know that you obey watajua kwamba wewe ulitii the laws of Moses, sheria za Musa and you will be safe. na wewe utakuwa salama. God of the Bible. Mungu wa Biblia. Now listen. Sikizeni sasa.
Paul shaved Paulo akanyoa nywele to just try to satisfy ili kwamba akawafurahishe tu, the Jews, akawashibishe wale Wayahudi, to try to make meaning, kufanya maana, to try kujaribu to make sense. kufanya maana. In this kingdom, Katika ufalme huu we don't make sense. ufanyi maana. We don't make sense. Hatu In this kingdom, katika ufalme huu if you try to make sense, ukijaribu kufanya maana ama let me tell you, wacha nikwambie, you won't please God. hawezi kumfurahisha Mungu. He shaved, Alinyoa nywele, made a vow, akafanya nadhiri, and also provided for the other 4 people. na pia akawapatia wale watu wanne, He paid akalipa for them kwa ajili yao, to buy whatever was needed for sacrifices. wanunue chochote ambacho walihitaji kwa ajili ya kutoa dhabihu. At the end of their vow, Kufikia mwisho wa so they nadhiri yao, entered the church. wakaingia kanisani. It is in the church Ni kanisani where the Jews came. mahali ambapo They Wayahudi found him. wakampata, They shouted. wakapaza They sauti, say, "Men of Jerusalem, wakasema, wanaume wa Yerusalemu, here is the enemy of God. huyu ndio adui wa Here Mungu, is the bad man, huyu ndio yule mtu the mbaya, one who is going all over the world, yule ambaye anazunguka kote ulimwenguni breaking the law of Moses, akivunja sheria ya Musa, teaching to people akifundisha watu not to circumcise, jinsi ambao teaching to people not to obey the laws of Moses. sheria za Musa. Here he is. Yeye yuko He has even brought with him Trophimus, ameleta pia Trofima the Gentile, mtu wa mataifa, and introduced him na in amemweleza the sanctuary of the God of Israel. katika hekalu la Mungu wa Israeli. The Bible says, Biblia inasema when people heard that, wakati watu walisikia mambo they yale, came shouting. walikuja wakipaza sauti. The city was in turmoil. Mji ulikuwa katika hali ya sintofahamu. Paul was arrested, Paulo alishikwa, was beaten. akapigwa, They are going with him. wakaenda pamoja na yeye. Wherever Trophimus was, Popote Trofima he alipokuwa, saw Paul, alimuona Paulo, the apostle, the mtume, friend, rafiki, the person mtu he loved so much, aliyempenda the sana, person he had traveled with. mtu ambaye alikuwa amesafiri pamoja na yeye. He saw him Alimuona being beaten akipigwa seriously kwa hali ya by the Jews. na wale Wayahudi. Why? Kwa nini? Because of him. Kwa sababu ya yule. Let me tell you, Wacheni niwaambie, Paul Paulo will never see Jerusalem again hawezi kuona Yerusalemu tena till his death. mpaka kifo chake. That was the last time Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho Paul saw Jerusalem. Paulo aliona That Yerusalemu. was the last time Hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho Paul saw the temple. Paulo aliona hekalu. He was arrested. He Alishikwa, was beaten. alipigwa. Why? Kwa nini? Because of Trophimus. Kwa sababu ya Trofima. Try to imagine. Jaribu kutafakari. Put yourself Jiweke in the shoes of Trophimus. katika viatu vya Trofima. You trek for 5,000 plus kilometers Tembea kwa kilomita zaidi ya 1000 on foot, kwa miguu, on the sea, katika bahari, on horses, katika farasi, eager ukiwa na shauku that I want to go. ya kwamba nataka I want kuona, to see. nataka nione, I want to experience. nataka I want to meet nataka nikutane these wonderful people of hao watu God. wa ajabu wa Mungu. And when you come, Na unapokuja they say you don't deserve. wanasema haustahili. You don't deserve. Wewe haustahili. They arrest even Paul, the one who brought you, Wanamshika na Paulo, beat him, wanampiga, tie him. wanamfunga, They were about to stone him. walikuwa tayari kumpiga mawe. When the police came Wakati askari walipokuja, and then took him to the prison, kisha wakamchukua wakamweka katika gereza. people of God, Watu wa Mungu, sometimes we play around with grace. wakati mwingine tunacheza na neema. We don't know what it entails. Hatujui inamaanisha nini. We don't know what it means. Hatujui inamaanisha nini. When we talk about grace, Tunaponena kuhusu neema, people of God watu wa Mungu should stand and glorify God lazima wasimame na wamtukuze Mungu and say thank you for the grace. na waseme asante kwa neema. Jesus brought grace. Yesu alileta neema. Grace brought us to the kingdom. Neema ilituleta katika ufalme. Grace qualified us. Neema ilituhitimisha. Grace brought us before God. Neema ilituleta mbele ya Mungu. Because of grace, Kwa sababu ya neema, we are the generation of Abraham. sisi ni kizazi cha Ibrahimu. Not because he gave birth to us, Sio kwa sababu alituzaa sisi, but because of grace. lakini kwa sababu ya neema. Grace has qualified you. Neema You imekuhitimisha. are the daughter of Abraham. Wewe ni mtoto wa Ibrahimu. You are the son of Wewe Abraham. ni binti wa Ibrahimu. You can stand before Unaweza God. kusimama mbele ya You Mungu. say, I'm the daughter of Abraham. Useme mimi ni binti
binti wa I'm Ibrahimu. the son of Mimi ni mtoto Abraham. wa kiume wa Ibrahimu. I'm the heir Mimi ni of mrithi the promises wa zile ahadi given to Abraham. zilizopeanwa kwa You Ibrahimu. can claim them. Unaweza Why? Kwa nini? Grace qualifies you. Neema ilikuhitimisha. My God. Mungu wangu. This is how grace is powerful. Hivi ndivyo neema ni ya nguvu. You and I, Wewe na mimi. we were like Trophimus. Tulikuwa kama Trofima. People rejected. Watu ambao wamekataliwa. People were not allowed in the holy Watu city. ambao hawajaruhusiwa kuingia katika People were not allowed in the temple of Watu ambao God. wamekatazwa katika kuingia katika hekalu But to la Mungu. stay far away. Ile wakae mbali. But grace Lakini neema brought us in the kingdom. ilituleta katika ufalme. We can sit at the table Tunaweza kukaa katika meza. where Peter and Paul are sitting. Mahali Paulo na Petero wamekaa. You from Kisii, Wewe kutoka kule Kisii. you can sit at that table. Unaweza kukaa katika ile meza. Peter is on the other side. Petero yako kule upande mwingine. Paul on the other side. Paulo ule upande mwingine. You are eating kizeri. Wewe uko pale. Grace of God. Neema ya Mungu. That's why Ndio kwa sababu grace neema is just amazing. ni kitu cha ajabu. It pulls you from condemnation. Inakutoa kwa hukumu. You are not condemned. Wewe haujahukumiwa tena. You are not condemned. Wewe hautahukumiwa tena. Why? Kwa nini? Grace has justified you. Neema The imekufanya grace haki. of God. Neema ya Mungu. That's why the Bible Ndio says kwa sababu Biblia inasema we are saved sisi tunaokolewa by grace, kwa neema, not by power. sio kwa nguvu. We are saved Tunaokolewa by grace, kwa neema, not by who we are. sio kwa We are saved tunaokolewa by grace, kwa neema, not by what we do. sio kwa kile tunachokifanya. If God will want to judge us Ikiwa Mungu anataka kutuhukumu sisi according to what we represent, kulingana na kile ambacho tunaashiria, apart from grace, kando ya neema, in this Kenya, katika Kenya hii nobody will see heaven. hakuna mtu atakayeenda mbinguni. Nobody. Hakuna. Not even one. Hakuna hata mmoja. If Moses could not make it, Kama Musa hakuweza kufika, who are you? wewe ni nani? Moses, Musa, Joshua, Yoshua, the kuhani, yule kuhani mkuu could not make it. hangeweza kuingia. Biblia inasema wakavalisha Joshua bimanguo bya buchafu, akavala kinkochi kya buchafu. Yes. Paminas. Yes. Sema kinkochi kya buchafu. Kinkochi cha uchafu. Simama hapa. Ivalishe kinkochi. Hallelujah. Kinkochi. Hallelujah. Amen. God is powerful. Ale, kapa. Kinkochi. Ale, simama hapa. It has anointing. Yes. Bwana asifiwe. Amen. I've remembered something. Nimekumbuka kitu. This guy needs prayer. Hallelujah. Amen. Amen. Kinkochi cha buchafu. Koti chafu. Anasimama hapo. Ba malaika bale ba shetani, ba demon, ba mampepo biko na mwangalia. Wewe ulisema huku mtu ya Mungu, look at you. Hale, sasa Joshua amesimama hapo. Joshua kuhani mkubwa. Before God. Mapepo. Mapepo ba mamancho munene ya mwekundu kama pilipili biko na mwangalia. Bana muzomea. Bana sema look at you. Ulikuwa pale huko natuambia wewe ni kuhani mkubwa. Look at you. Bana muzomea bengine na mapembe. Amesimama hapo mbele ya judgment. Na shetani amekaa hapo kwa kiti yake. Anasema leo utajua. Ile moto wewe utachomwa nayo. Degree yake tutaongeza kabisa. Joshua amesimama hapo. Biblia inasema Mungu akatuma malaika. Maiko akashuka katikati ya hiyo judgment, katikati ya hiyo koti ya ibilisi. Kashuka kasimama hapo. Mungu akasema na Maiko, muvule, toa ile kinkochi ya buchafu ile iko nayo. Bakakuya, bakakamata. Unajua koti ya buchafu, bakakitosha, bakakivula. Try to imagine. Kwani mkubwa anavaa kinkochi ya buchafu? Are you in this place? Yuko mahali hapo. High priest. Kuhani mkuu. Not a priest. Sio kuhani tu. High priest. Kuhani mkuu.
remove that coat. ondoa ile koti. They removed it. Wanaondoa ile koti. And then Joshua is there. Kisha Yoshua yuko pale. Disqualified Hajahitimu by the law. Amekosa kuhitimishwa na sheria. But qualified Lakini anahitimishwa by grace. na neema. And then Kisha God said, Mungu anasema, give him new clothes. mpatie mavazi mapya. So they brought new clothes. Wakaleta mavazi mapya. White garments. Mavazi meupe. Shining garments. Yanayong'aa. Godly garments Mavazi ya kiungu. that he didn't deserve. Ambayo yeye hakustahili. Grace qualified him. Neema ilimhitimisha. And then they put on him. Wakamvalisha. And then Kisha God said, now Mungu akasema sasa, come to me. njoo kwangu. The devil said, no, God, why are you changing his clothes? This man is bad, oh. Huyu mtu ni mbaya. I know this man. Ninamjua huyu mtu. God said, shut up. Mungu akasema funga kinywa. That man you see, Yule mtu unayemwona he has done a lot. ametenda mengi. He's a fighter. Ni mpiganaji. That man has suffered. Huyo mtu ameteseka sana. He has suffered. Ameteseka. He has gone so many things. Amefanya mambo mengi. You know, sometimes Wakati mwingine with the little strength that you have, na nguvu zile kidogo tulizonazo, you try, unajaribu, you try, unajaribu, you try. unajaribu. And you think God doesn't see. Na unafikiri Mungu haoni? God sees. Mungu yaona. God sees. Mungu yaona. Yeah, God sees. Mungu anaona. You try. Unajaribu. You know. Sometimes you go to bed, you don't sleep. Wakati mwingine unaenda katika kitanda haulali. Maybe you have messed up. Pengine umefanya dhambi. And then you go to bed. Kisha unaenda katika Start kitanda. wondering, Unaanza kujiuliza my maswali. God, Mungu wangu, look at me. Oh, tazame mimi. I'm finished. Nimemalizika. Hallelujah. God says Mungu anasema to the devil, kwa shetani, that man ule mtu is saved from fire. ameokolewa kutoka katika moto. Bwana asifiwe. Amen. Is it not powerful? Je, hiyo si nguvu? We are going to continue with grace Tutaendelea na neema until it enters kwa kichwa, kwa ubongo, kwa mapua, kwa macho, kwa stomach. Ukiona stomach mtu anaanza kufura, usifikiri ni ugali. Grace ina jump out kwa stomach. Ama namna gani? Una mtu alikuwa mrefu sana anaanza kufupika, understand kwamba grace iko inamwangika. Amen. You know what? Unajua nini? We cannot come before God Hatuwezi kuja mbele za Mungu and live like captives. na tuondoke kama wafungwa. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. We are not in this kingdom Tuko katika ufalme huu to live in fear. kuishi katika uoga. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. You know, the devil Shetani is the father of fear. ni baba ya uoga. And our God Na Mungu is wetu the father of love. ni baba wa upendo. Ama namna gani? Vile. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You must enjoy your salvation. Lazima ufurahie wokovu wako. Enjoy the presence of God. Furahia uwepo wa Mungu. Live with confidence. Ishi na ujasiri. We love you. Nawapenda. You are wonderful people. Ninyi ni watu wa ajabu. Mungu awabariki sana. God bless you. Listening to this message, you are not born again. You want to live your life to Christ Jesus. I want to pray with you. Can you pray after me? Say, Lord Jesus, here I am. I've heard your word. I come before you. I repent all my sins. Forgive me and accept me as your child. I've made up a decision to love you, to accept you, to believe in you, to follow you from today and forever. Thank you for accepting me as your child. Thank you for forgiving my sin. Thank you for making me your child. I thank you, Jesus. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. I want to pray for every person who has a different need. Father, in the name of Jesus, I pray for your people. They have various needs, oh God. Touch every person. Meet every person to his point of need. Heal those who are sick. Liberate those who have been made prisoners by the enemy. Resurrect those who are dead and give them back life and hope. We thank you and we glorify you. Receive all the glory. In Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. God bless you for listening. Welcome to our services. We are from Embakasi, Nairobi, Resurrection Temple
International, opposite Nyayo Estate between Gate A and Gate B. God bless you. My name is Tengu Yoka. I greet you. God bless you. Thank you.